Mpendwa mtazamaji wa TV ya Sibuka, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Nina furaha sana kuwa na wewe katika kipindi hiki kinachohusu mambo ya wanawake. Kama ilivyo kawaida, napenda kusema mambo ya wanawake. Ukisikia mambo yanayohusu wanawake, kwa kawaida yatamhusu kila mtu, kwa kuwa mwanamke ni mdau wa familia, mdau wa mume wake, mdau wa watoto, familia, ndugu, kanisa, mpaka taifa kwa ujumla. Na mwanamke ni wa muhimu sana. Ukimkosa mwanamke msibani, basi huo msiba hujakamilika. Ukimkosa mwanamke kwenye harusi, harusi haijakamilika. Ukimkosa mwanamke katika nyumba yake, yani nyumbani, bado hapajakamilika. Kwa hiyo ninakusihi sana usiondoke mbele ya TV yako, tuwe pamoja ili tuweze kushiriki maneno ambayo yatatujenga na kubadilisha maisha yetu. Kabla sijaendelea sana, ninaomba nijitambulishe. Mimi naitwa Mama Mchungaji Beatrice Mgonja kutoka kanisa la EAGT Jesus Village, karibu kabisa na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Leo tunaendelea na mifululizo wa masomo ambayo tulikuwa tumeanza, na somo letu ni malezi ya watoto kitaalamu. Tunasema kitaalamu kwa kuwa tunajua kwamba tunatakiwa ama tunapaswa kuwalea watoto kiroho, lakini tunatakiwa kuwalea pia katika malezi ya kawaida. Na leo tuko na daktari pia tena ili aweze kuendelea tena kutuelimisha kitaalamu. Najua tunaweza tukafanya mambo lakini kumbe tumekosea kwa sababu hatuna ujuzi zaidi tunatakiwa kufanya nini. Kwa hiyo kabla hatujaendelea na somo hili na kabla sijamleta kwako daktari ajitambulishe, ninaomba tujiweke mbele za Mungu ili Mungu atusaidie katika masomo haya tunaenda kujifunza. Tuombe. Mungu na Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya wema na uaminifu wako kwetu. Asante tena kwa ajili ya uhai na uzima katika sura ya nchi ambao Bwana umetujalia, na kwa ajili ya kusudi lako. Tunakushukuru Mungu, pia umetupa nafasi tumekusanyika kwa njia hii ya TV ili tuweze kujifunza ama tuweze kushiriki maneno yako ya uzima ambayo tunaamini yatatujenga na kutukamilisha katika hii safari yetu ya kwenda mbinguni. Tunajiweka mikononi mwako Bwana, tunaomba uwe katikati yetu kupitia Roho wako Mtakatifu. Utusaidie Bwana. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen. Amen. Sasa leo tena tumekuja na daktari. Somo ni malezi ya watoto kitaalamu. Tumekuja na daktari kutoka Hospitali ya Taifa ya Muhimbili. Karibu daktari, ujitambulishe kwa watazamaji. Asante sana mama. Kwa majina naitwa Dr. Neema Alfred Boniface. Ni daktari katika Hospitali ya Taifa ya Muhimbili. Ninahudumia watoto na tunamshukuru Mungu kwamba ametupa kibali na ametupa neema hii ya kuendelea kujifunza kwa habari ya malezi ya watoto kitaalamu. Kwa hiyo ninakuomba uendelee kuwa pamoja na sisi ili kwamba tuendelee kupata maarifa na ufahamu kwa habari ya malezi ya watoto kitaalamu. Asante. Asante sana dokta. Tunakushukuru sana. Umefanyika baraka kubwa tangu tulivyoanza mfululizo huu. Mimi binafsi kuna vitu ambavyo sasa nimekuwa na uhakika navyo kwamba hivi vitu vingine havifai kiroho wala havifai mwili. Kwa sababu unakuta mtu ukikosa maarifa unaweza ukaangamia, na ukikosa ufahamu unaweza ukaangamia. Wakati mwingi tumekuwa tunaishi dokta, tunafuata mapokeo ya bibi, ya babu, ya mama, ya wazazi, mapokeo mengine ya kabila, si ndio? Mapokeo mengine hata ya dini yanaweza kuwa na yenyewe ni mapokeo. Kwa hiyo unakuta mtu anapoteza kabisa mwelekeo. Na lazima tunapoendelea na kipindi hiki tuwe na neno la Mungu ambalo linatuongoza. Ninaomba leo daktari, naomba utatusomea kitabu cha Mithali sura ya 22 mstari wa 6. Mithali 22 mstari wa 6 inasema, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee.
basi tunalo agizo kutoka kwa Mungu kwamba mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Kwa hiyo Mungu ametuagiza watoto tukimlea katika njia ipasayo, ambayo hataiacha atakapokuwa mzee. Kwa hiyo kwa maana nyingine tena, ukianza kuliangalia hili neno la Mungu, maana yake kumbe atakayempoteza mtoto ni mzazi. Ukishamlea katika njia ambayo haimpasi, tayari umeshampoteza mtoto. Ukikosa maarifa katika kumlea mtoto, tayari umeshampoteza mtoto. Ukakosea utaratibu Mungu anaotaka katika kumlea mtoto, tayari umekwisha kumpoteza mtoto. Unajua wazazi wengi tunalea watoto kwa njia ya mapokeo. Yaani tunapokea kutoka katika kizazi, labda kutoka kwa mama, unapokea kutoka labda kwa bibi, unapokea mpaka kizazi cha 4 Biblia inasema. Kwa hiyo unajikuta unamlea mtoto umeokoka, yani tuseme umezaliwa mara ya pili na unamwabudu Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo, Bwana wa Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ukishakuwa na mwabudu, lakini unashangaa unatumikia miungu mingine katika kulea watoto. Leo tunaongelea habari ya kulea watoto. Unajikuta mtoto unamlea kwa kutumikia miungu mingine, lakini wewe unaishi kana kwamba unamtumikia Yesu Kristo. Kwa hiyo sasa kitu gani kinapotea pale? Ni maarifa. Unakuta mtu anachanganya mapokeo, anachanganya mila, anachanganya hizo mila na desturi, anachanganya hata na uganga, anachanganya labda hadithi za kizee anazohadisiwa na watu, mapokeo tofauti katika kumlea mtoto. Kwa hiyo tumekuwa na wakati mzuri tangu tumeanza, nafikiri huu ni mfululizo wetu wa 5 hapa. Tumekuwa na wakati mzuri tangu tumeanza mfululizo wa kuwalea watoto kitaalamu. Sasa hicho kitabu cha Mithali sura 22 mstari wa 6 ni agizo kutoka kwa Mungu kwamba tunatakiwa kumlea mtoto katika njia impasayo. Kwa hiyo ukimpoteza mtoto, kwa hiyo wazazi wengi sana tumepoteza watoto kwa ajili ya kuwalea katika njia ambayo haipasi. Lakini tunasoma katika kile kitabu cha Hosea sura ya 4 mstari wa 6. Sura ya 4 mstari wa 6 pale. Hosea 4:6 pale. Tunaomba utusomee pale Dokta. Hosea 4:6, neno la Mungu linasema, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nimekukataa wewe, usiwe kuhani kwangu mimi. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo kumbe mtu akikosa maarifa ataangamizwa. Kwa hiyo mtu akikosa maarifa katika kumlea mtoto, mtoto ataangamizwa na mama naye au baba ataangamizwa. Kwa hiyo kukosa maarifa ni kuangamia. Kwa hiyo ndio maana hata leo tumekuja na daktari hapa ili tupate maarifa, halafu tuchanganye na ufahamu wetu wa kiroho, tuchanganye na ufahamu wetu wa neno la Mungu, halafu tuweze kuwalea watoto katika njia iwapasayo, ili tuepukane na zile hadithi za mapokeo, tuepukane na yale mapokeo ya kibinadamu ambayo hatujui. Wakati mwingine unapokea vitu, kumbe unatumikia miungu mingine. Labda kwa kumalizia pale, Dokta, utatusomea kitabu cha Mithali sura ya 16 mstari wa 16. Leo Dokta anasoma maandiko. Ninamshukuru Mungu, daktari wetu ameokoka. Amen. Daktari wetu ameokoka. Kwa hiyo tuko na daktari ambaye ana ufahamu wa kitaalamu, lakini pia ana ufahamu wa kiroho. Karibu Dokta, utusomee. Mithali 16 mstari wa 16, neno la Mungu linasema, si afadhali kupata hekima kuliko dhahabu? Naam, yafaa kuchagua ufahamu kuliko fedha. Naona ni afadhali kupata hekima kuliko dhahabu. Ni afadhali kuchagua ufahamu kuliko fedha. Kwa hiyo kumbe ufahamu ni bora zaidi kuliko fedha. Unajua watu wengi sana tunakimbilia kutafuta fedha kabla hatujapata ufahamu. Kwa hiyo unakuta tunaangamiza hata watoto. Na hili nalo unaliona hapo, naona tunachagua fedha. Unakuta hata watoto tunavyowalea hatuna muda na watoto. Tunakimbia kutafuta kwanza fedha. Tunakimbia kutafuta kwanza dhahabu. Lakini hatujapata bado ufahamu hata namna ya kuishi na watoto.
hata namna ya kulea na watoto. Hatujapata ufahamu namna ambavyo tunapaswa kuwekeza katika watoto wetu. Kwa hiyo leo tena tutakuwa na mfululizo mwingine, lakini kabla hatujaendelea na huo mfululizo, tuwashukuru sana watazamaji wetu wa kipindi chetu cha wanawake kupitia TV hii ya Sibuka. Mmekuwa mkitufuatilia kwa karibu sana na mmekuwa mkiuliza maswali mengi sana, mengi dokta, wewe mwenyewe ni shahidi. Maswali mengi, maswali mengine yanafurahisha sana, lakini bahati mbaya sana maswali mengine hayahusiani na mada tunayozungumzia hapa. Kwa hiyo sisi tutakuwepo tu kuyajibu maswali ambayo yanahusiana na mada tunayozungumzia hapa, inayohusu malezi ya watoto kitaalamu. Lakini pia dokta, unakuwa shahidi pale kwamba kuna maswali ambayo yameulizwa mengi, yanaulizwa mara nyingi mpaka hata jana, si ndio dokta? Wanauliza maswali ambayo mengine tayari tulishakuwa tumejibu katika mfululizo wa vipindi vilivyopita. Mengi yamejibiwa wakati dokta anaeleza. Wakati dokta anaelezea, maswali yale yalikuwa yameshajibiwa na maelezo ya dokta alipokuwa anaelezea ama kutufundisha katika mfululizo wa vipindi vilivyopita. Lakini sasa kwa bahati mbaya hayo maswali yamekuwa ni mengi, yanarudia. Kwa hiyo tukashauriana na dokta hapa tufanye kama rudio tena fupi, kwa sababu maswali yamekuwa mengi, na nia yetu sisi katika kipindi hiki ni kuleta ufahamu na elimu kwa watu, niseme wanawake, lakini niseme watu wote. Kwa hiyo kama kusudi letu ni hilo, na bado tunaona watu wanauliza maswali ambayo tulihisi kwamba tumemaliza maswali kwa kufundisha, lakini kumbe maswali bado yanaulizwa, na nafikiri kuna watazamaji ambao wengine wanakuwa wapya, na labda wengine walikuwa hawakuelewa vizuri, labda wengine wamesahau. Kwa hiyo tumekubaliana na dokta kwamba tutafanya kama karudio kidogo, halafu tutaendelea na maswali sasa mapya ambayo tunayo mbele yetu, na baadaye tukimaliza maswali mapya ambayo yako mbele yetu, tutaendelea tena na kipindi chetu, kwa sababu sisi tunayo mambo mengi ambayo tunataka kushirikisha jamii ili iendelee kupata ufahamu. Dokta, katika mfululizo wa vipindi ambavyo tumepita, tulijifunza malezi ya watoto tangu akiwa tumboni kitaalamu. Kwa hiyo tukajifunza pale hali ya mama mjamzito kitaalamu, na mambo ambayo anatakiwa kufanya na mambo ambayo hatakiwi kufanya, lakini pia namna anavyoweza kumlea mtoto wake akiwa kule tumboni. Lakini pia tulijifunza hali za mama mjamzito. Hali ya huyu mama mjamzito, kuna wamama wajawazito wengine hawapendi kula chakula, wanatapika kila kitu, na wengine wanasikia harufu mbaya, na tukajifunza pale kwamba ni kwa nini hivyo vitu vinatokea. Lakini wengine tukajifunza pale kwamba wengine hawapendi ushirika na wenzi wao wanapokuwa wajawazito, na wengine wana mapokeo ya kwamba unapokuwa mjamzito hauruhusiwi kuwa na ushirika na mwenzi wako, na tukaeleza pale vitu vingi kwamba wengine wanasema kwamba mtoto atazaliwa akiwa na hali ya uchafu katika utosi wake, na wengine wanasema kwamba huyo mtoto anaweza akatobolewa utosi wake, na mambo yako mengi dokta pale. Mwingine anasema mtoto atazaliwa sijui akiwa ameharibika. Kwa hiyo tuliongea pale, tukaongea kitaalamu, lakini pia tuliongea kiroho. Sasa labda tu katika swali ambalo linajirudia sana ni kwa nini mtu anapokuwa mjamzito anapenda kula udongo, anapenda kula labda vitu ambavyo havieleweki. Unajua, mimi narudia tena, niliwahi kukutana na mtu anasema yeye akiwa mjamzito anataka aende kwenye choo cha shimo. Unakijua choo cha shimo? Choo cha shimo ni kile ambacho kila kitu kinaonekana kule ndani. Halafu anasema anataka pale kwenye choo avute ile hewa. Mwingine anatamani kwenda jalalani, anaenda kuokota majani ya machungwa yaliyokauka yale, anataka ale
Mwingine anakula udongo, unaonaga hata ule udongo wa Pemba, mpaka udongo ule wa Pemba unauzwa, unatengenezwa, ule unawaleka wajawazito. Sasa tukaona kwamba ukaeleza pale kwamba umuhimu wa huyu mama kula vyakula. Labda nikupe nafasi ueleze tena kwa kifupi, manake maswali yamekuwa mengi. Asante sana, nashukuru. Kama tulivyosoma kwenye Biblia kwamba ni afadhali kupata ufahamu kuliko fedha. Kwa sababu ufahamu unaweza kukusaidia kwa asilimia kubwa sana kwenye maisha yako. Halafu ule ufahamu ukautumia sasa kutafuta fedha, na ikawa salama zaidi kwako na hata watu wanaokutegemea. Sio hivyo tu mama, nimekutana na mama mmoja ambaye nilikuwa namuona mwanae ni mgonjwa kule hospitali. Sasa mama tu akajisemesha, nilikuwa tu namtania mtoto, lakini akawa amesema anapenda kushikilia sabuni, kunusa sabuni. Anayependa kunusa sabuni na mtoto, yani anapenda sana harufu ya sabuni. Sasa anasema muda wote, kwa hiyo muda mwingi anakuwa ameshikilia sabuni, anakuwa na jisikia raha kunusa sabuni, kunusa kupata ile harufu ya sabuni. Mtoto mdogo? Ana umri kama kiasi gani? Miaka 2. Sasa nikatu nimemtania kwamba au na wewe ulikuwa unapenda hivyo. Alipokuwa mjamzito ananusa hivyo. Nikamwambia basi sio jambo la kushangaza mtoto, kwa sababu alikuwa anapenda yeye. Sasa na mtoto nikamwambia sasa alijuaje kama anapenda hivyo? Anasema yani akiwa na huyo mama akakubali kwamba alikuwa ananusa sabuni. Na yeye anapenda ile harufu ya, kuna vitu alivitaja sikumbuki vile yake, lakini nakumbuka sabuni. Kwa na mimi nikawa nimemtania kwamba kumbe mtoto sio kwamba tu imetokea kuipenda, ni kwa sababu ulikuwa unapenda wakati wewe mjamzito. Hasa dokta, hapo kuna uhusiano wa mama kuvuta sabuni? Hakuna uhusiano. Hakuna uhusiano kabisa. Kwamba kwa swala la kitaalamu kwamba kuna uhusiano wa mama wa mwanamke mjamzito kupenda harufu fulani. Hakuna mahusiano ambao na kumwambukiza mtoto wa tumbo. Hapana. Yaani ni vitu ambavyo haviko kitaalamu, havijawekwa wazi. Hata kama ni vitu vinafanyika katika jamii, ni mapokeo tu ya jamii, lakini ni vitu ambavyo sayansi haithibitishi, yani haitoi ule ukweli kwamba ni kwa nini. Kwa sababu kama kitu chochote kina umuhimu kisayansi, kingeandikwa na kikathibitishwa na sayansi kwamba hichi kitu kiko hivi. Lakini kisayansi hakuna mahusiano yoyote ya kwamba. Nikija sasa kwenye swali ambalo linaulizwa na watu kwamba kwa nini wanawake wengi wajawazito wanapenda kula udongo. Tukirudi nyuma katika mwendelezo wa masomo, hasa somo la kwanza kabisa la mwanamke kujiandaa pale anapofikiria kwamba anataka kupata mtoto. Anapaswa kufanya maandalizi sana sana ya kiafya, lakini pia kuna kifedha, saikolojia, kwamba anatakiwa kubali ile hatua ambayo ataipitia mpaka mtoto atazaliwa. Lakini sasa maandalizi hayo ni pamoja na, nazungumzia sana kwa kulingana na swali kwamba kwa nini wanapenda kula udongo. Kuna wakati wa ujauzito kitaalam, mwanamke anapofikiria kubeba ujauzito anapaswa kupata madini fulani ambao ni madini chuma, lakini pia kuna madini ya folic. Kwa hiyo yale madini yametengenezwa mfumo wa dawa ambao mwanamke anatakiwa kuwa na meza. Inashauriwa miezi 3 kabla ya kupata ujauzito. Kwa hiyo ule utoshelevu utakuwepo katika mwili wake. Atakuwa tena hana haja ya yeye kutafuta vitu vingine mbadala kama udongo, kwa sababu inaaminika katika jamii za watu wengi kwamba udongo una madini. Lakini una vitu ambavyo vinasaidia. Wengine unakuta hata sio mjamzito lakini wamezoea kula udongo. Kuna udongo nafikiri wa mfinyanzi, sio udongo gani. Watu wanapenda kula sana udongo. Lakini sasa kwa wanawake wajawazito imekuwa ni asilimia kubwa sana kwamba kila mjamzito anaongeza ile hali ya kula udongo. Ikafika wakati sasa hata udongo unakuwa unauzwa masokoni kwa sababu
watumiaji wamekuwa yani imekuwa ni biashara, imekuwa ni biashara. Lakini ukiangalia katika uhalisia wa kisayansi hakuna kithibitisho. Sababu kubwa ni kwamba watu wanakosa virutubisho, madini katika mwili. Yanapungua madini chumvi, yanapungua madini ya chuma ambayo ni muhimu sana katika utengenezwaji wa damu, wingi wa damu. Kwa hiyo unakuta sasa wanawake wanakula wengine mapokeo, isipokuwa tunashauri kitaalamu mwanamke anapofikiria ama yuko wakati huo ameshapata ujauzito, aendelee kwenda clinic ili kwamba aendelee kupewa vile vidonge ambavyo vinaongeza virutubisho na yale madini anakuwa anayapata kwa njia sahihi. Kwa sababu tumeeleza pia madhara ya kula udongo. Tumesema kwamba udongo ule kwanza namna tu unahifadhiwa. Hauwezi kusema tu unanunua unaenda kuosha. Hauwezi kuosha. Utakula vile. Sasa kuna vijidudu. Ulikozolewa haujui. Unatoka kwenye mazingira gani haujui. Kwa hiyo kitaalamu hatuwezi kabisa kushauri wale udongo. Udongo watu wanakanyaga. Wengine hakuna pale. Yaani kwa kweli. Kwa hiyo ni mazingira ambayo kitaalamu au kiafya hawezi kushauri kabisa kwa sababu ya hali ya usafi wa kile kitu. Kwanza ni udongo. Kwa hiyo ni haistahili kabisa. Inaweza kumletea madhara. Anaweza kupata kichocho, anaweza kupata typhoid kwa sababu kuna wadudu wengi ambao kwanza unakuta muuzaji anashika kwa mkono wake, hajanawa, anashika hela. Yaani ni mazingira ambayo ni hatarishi kwa afya ya mwanamke yule. Kwa hiyo hatushauri kabisa, kama ikiwezekana, kama ni mapokeo au ni ana hamu sana, mwanamke ajiandae, afuate taratibu zote za kitaalamu. Kuna madaktari wa wanawake wanaozalisha. Kama inatokea labda na uhitaji huu, aombe ushauri. Lakini si jema kwamba mtu anaenda anajinunulia, anakula vitu ambavyo inaweza kuwa ni hatarishi kwenye maisha yake au wakati huo wa ujauzito. Kwa sababu pia minyoo wanatoka kwenye udongo. Yaani asilimia kubwa ya minyoo. Kumbe unaweza kukuta mama mjamzito anakosa damu, maminyoo amejaza mule ndani ya tumbo. Minyoo wanakula damu pia. Kwa hiyo unakuta kuna vitu vingi sana ambavyo vinachangia kwa kula udongo. Anaweza kujiletea athari ambayo haipaswi kuwepo kabisa kwenye maisha yake. Sasa kipindi hiki cha kuwa mjamzito. Moja, kwa sababu mwanamke mjamzito nilieleza kwamba anapungukiwa na kinga. Yaani anawekwa kwenye kundi la watu ambao kinga inapungua wakati ule. Kwa hiyo sasa akijitengenezea mazingira ya kula vitu ambavyo vina vijidudu, anaongeza mlango wa kutengeneza madhara mengine. Kwa sababu mwili wake unakuwa hauwezi. Tunakula uchafu, si kwamba hata kama tunakula sijui vyakula, tunakula matunda, wakati mwingine tunakula wadudu. Lakini miili yetu inaweza kuhimili, yani kuna kitu tunaita kinga ya mwili. Inaweza kupambana na wale wadudu wakafa. Kwa hiyo hata hewa tunayovuta ina wadudu, lakini mwili una uwezo wa kupambana wadudu wale wakafa. Kwa sababu mwili una bakteria ambao wenyewe wanakula bakteria ambao sio safi. Kwa hiyo mwili una kinga ya mwili ikiwa imara, mtu unaweza kupambana mwili wako, yaani unaweza kupata infection usinywe dawa yoyote ukapona. Lakini mwanamke mjamzito uwezo huo unapungua. Ile kinga ya mwili inapungua. Ikipungua tu, akikutana na jambo lolote lile, sio wadudu sio nini, anaumwa, ni mgonjwa. Kwa hiyo sasa ni kujiongezea matatizo kuliko kupona. Sasa hapo daktari unaeleza kwamba labda udongo anapenda huyu mwanamke mjamzito udongo kwa sababu anapungukiwa labda madini fulani, kwa hiyo anasikia kiu ya kula ile kitu. Sasa kitu kama hicho, kunusa sabuni, harufu ya sabuni na yenyewe sasa tunataka tujue sasa kunusa sabuni na kwenyewe kule kunakuwa na upungufu wa kitu gani? Unakuta saa nyingine mtu anataka kwenda kunusa chooni. Au mwingine anasema ananusa kikwapa. Utasikia mimi nikinusa kikwapa. Unajua wamama wajawazito na vituko. Utasikia nikinusa kikwapa mimi nakuwa vizuri. Sasa hizo harufu na zenyewe unaweza ukasema ni vitu gani? Maana hapa tunataka tujue kitaalamu lakini na kiroho. Si ndio?
Umeokoka dokta, unaelewa vitu. Na mimi ni unajua, kuna wakati fulani niliwahi kukutana na dokta mmoja anazalisha kule Leba. Ni daktari mjuzi wa mambo ya kuzalisha watu kule, lakini kumbe ameokoka vizuri. Nikaona pale mwenendo wa mzazi hauendi vizuri, akaamua na yeye anaomba. Nikashtuka, daktari anaendelea kitaalamu lakini anaendelea kuomba. Kumbe madaktari mliookoka mpo hapo, hebu tusaidie sasa. Hiyo harufu inakuwa ni anapungukiwa na madini gani? Labda harufu. Sasa unaona kama huyo hapo anavuta sabuni, harufu ya sabuni, anasikia amezaliwa na mtoto naye anavuta sabuni. Labda hapo kisayansi siwezi kuthibitisha kwamba kwa nini ni hivyo, kwa sababu mambo hayafanani. Unakuta kila mmoja ana adha yake, yani unakuta huyu anapenda hiki, anapenda kile, yani ni vitu vingi. Ukimuuliza wewe ulikuwa unapenda nini, anakwambia mimi nilikuwa napenda tu kuona labda rangi fulani, mimi nilikuwa natamani tu niwe nakula hivi. Kwa hiyo unakuta hakuna usawa. Kwa hiyo lakini pia naweza nikasema kwamba hakuna utafiti ambao umefanyika na kuthibitisha kwamba hii ni kwa nini wanawake wanapenda hivi. Lakini jambo ambalo naweza kasemea ni kwamba wakati ule wa ujauzito kuna vichocheo mbalimbali vinatolewa. Kwa hiyo vinakuwa vinaleta adha katika mwili wa mwanamke. Kwa hiyo unakuta mwingine tu ile kupata utulivu wa akili yake, yani kwamba kuna mahali anataka tu akili yake yani apoteze ile hali alionayo mwilini mwake. Yani kwamba tu anatamani kukua kitu fulani kinamuondolea stress, yani ile. Kwa hiyo akipata labda ile harufu ya sabuni ndio inakuwa inamtuliza. Kwa hiyo unakuta si kitu ambacho kisayansi unaweza kuthibitisha, kwa sababu tafiti hazijafanyika, tafiti hazijaonyesha. Lakini pia ukiangalia ni vitu ambavyo haina, yani tuseme kisayansi hauwezi kuthibitisha, kwa sababu huyu anapenda hiki, huyu anapenda kile, yani ni mvurugano tu wa vitu ambavyo huwezi kuthibitisha. Lakini kikubwa ambacho ukijaribu kusoma hata katika katika research ambazo wamepublish, wanazungumzia tu kwa habari ya ni hormones tu ambazo ndo zinaweza zikao zinafanya huu usumbufu wa mwanamke kupenda hiki kutokupenda hiki. Sana sana ni hormones. Akijifungua, ndio maana ukiona mwanamke akijifungua ile hali inaisha, ni kwa sababu vichocheo vile muda wake umeisha. Nashukuru sana dokta kwa kutueleza maelezo mazuri, lakini tunataka hapa tujue kitaalamu na kiroho. Mimi nataka nirudi kwenye ule mfano wa yule mama anayevuta harufu ya sabuni. Ule mfano wake mimi umenifurahisha sana. Kwa sababu gani? Mama alikuwa anavuta sabuni, harufu. Mtoto amezaliwa na miaka 2, anashikilia sabuni, anavuta harufu. Hapo uone kama kuna kitu fulani mahali fulani kimejificha fulani hivi. Mimi naona kama kuna kitu fulani mahali fulani kimejificha. Kwa sababu hali ya mama aliyokuwa nayo mtoto imekuja kwake. Na neno la Mungu linatuambia kwamba yasiyowezekana kwa Mungu, yasiyowezekana kwa wanadamu, yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Kwa hiyo ina maana kuna kitu fulani katika ulimwengu wa roho pale kinatembea. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kwamba kama mtu umezaliwa mara ya pili, unamwabudu Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, na unasoma neno la Mungu liko katika moyo wako, na unamwamini Mungu, vitu vingine unatakiwa uvipeleke kwenye maombi. Sasa wewe aushangai mtazamaji, mama alipokuwa mjamzito anavuta harufu ya sabuni, mtoto amezaliwa anavuta harufu ya sabuni. Hayo ni maroho ambayo unatakiwa uyakatae kama Mkristo, kwa sababu haiwezekani. Mtoto tunamuuliza daktari hapa, kuna uhusiano gani? Haupo uhusiano. Sasa kama haupo uhusiano katika ulimwengu wa mwili ambao madaktari wanauweza, basi uhusiano uko katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ni lazima pia unatakiwa uwe macho. Mpeleke mtoto kwa mchungaji akamuombee, na we mwenyewe omba. Vitu vingine hivyo ambavyo haviwezekani kwa wanadamu, kwa Mungu vinawezekana. Ni lazima ushangae, sio kawaida.
Wewe ulipokuwa mjamzito unavuta harufu ya sabuni, na mtoto umemzaa na miaka 2 anavuta harufu ya sabuni. Mbona ushangai? Alafu unaendelea kumnunulia sabuni, anashikilia mtoto sabuni. Umembeba mtoto mgongoni, ameshikilia sabuni. Unaenda naye wapi? Ameshikilia sabuni. Unakubali vitu kama hivi? Mimi naona hivyo vitu vinakuwa haviwezekani. Lakini dokta, katika maswali mengi tena ambayo yanaulizwa, lilijibiwa mara ya kwanza, na ninakuomba mtazamaji wetu ambaye ulishasikiliza, labda unaona tunarudia, tumeona ni watu wengi sana wanauliza, na ni wengi wanauliza swali hilo, kwamba kuna madhara gani mama mjamzito kushiriki na mwenza wake. Na wanasema kwamba wengine wanaandika kwenye message katika swali, na wewe mwenyewe ni shahidi kwamba wana uthibitisho kwamba kuna madhara. Mmoja kaniambia yeye ana watoto 5, ameyaona hayo madhara na ameyathibitisha kwamba akishiriki na mwenzi wake basi madhara yanatokea kwa mtoto. Na dhara mojawapo ameandika, anasema mtoto anazaliwa na uchafu. Umeona? Lakini wengine dokta wanasema eti mtoto atatobolewa utosi. Sasa ulitueleza sana ile siku, na leo nitakupa tena nafasi ueleze, kwa sababu wao wanaouliza haya maswali wapate majibu ya kitaalamu kutoka kwa daktari. Lakini mimi naona pia tusome neno la Mungu katika kitabu cha Timotheo. Timotheo wa kwanza sura ya 1 mstari wa 4. Tusome pale. Maana tunataka tukae vizuri kitaalamu na kiroho. Bado watu wanatumikia. Unaona hapa tunasema wanatuuliza maswali. Tumefundisha kile, bado wanatuuliza maswali, kuonyesha kwamba watu bado wanatumikia. Timotheo wa kwanza sura ya 1 mstari wa 4. Timotheo wa kwanza mlango wa 1 mstari wa 4. Neno la Mungu linasema, wala wasiangalie hadithi na nasaba zisizo na ukomo, ziletazo maswali, wala si madaraka ya Mungu yaliyo katika imani. Basi ufanye hivyo. Amina. Unaona? Anasema hadithi na nasaba zinazoleta nini? Maswali. Wala hazitokani katika imani, zinaleta maswali, hazitoki katika imani. Anasema uzikatae hizo. Timotheo wa kwanza hiyo 1, Timotheo wa kwanza 4:7. Timotheo wa kwanza 4:7. Neno la Mungu linasema, bali hadithi za kizee zisizokuwa na dini uzikatae. Hadithi za kizee zisizokuwa na za dini uzikatae. Kwa hiyo kuna hadithi za kizee za mapokeo, lakini hazitokani na imani, halafu zinaleta maswali. Neno la Mungu linatuambia sisi ambao tumezaliwa mara ya pili, tuliookoka, tuzikatae. Kwa hiyo mwanamke uliookoka, hata kama hujaokoka, ujue kwamba kuna namna ambayo unapoteza muda wako na utapoteza mtoto, kwa sababu hivi vitu havihusiani kitaalamu, havihusiani kabisa. Biblia inasema hizo ni hadithi za kizee, hadithi za mapokeo. Unakuta tu mtu mwingine unamuuliza, kwani wewe nani alikuambia kwamba mtoto atazaliwa na uchafu utosini? Anasema mama yangu. Ukimuuliza mama yake atasema bibi yake. Ukimuuliza bibi yake atasema nyanya yake. Ukimuuliza nyanya yake atasema sijui nani wake. Ni hadithi ambazo hazitokani na imani, lakini ni za kizee, zinaleta maswali. Tuziepuke wanawake. Hapa naongea na wanawake waliookoka na wasiookoka. Hata kama hujaokoka, kuna mambo yanakupotezea muda, halafu mambo yatakuharibia watoto, halafu mambo yatakuharibia ndoa yako. Sasa unataka ukatae, narudia tena leo, unataka ukatae kushiriki na mwenzi wako miezi 9. Halafu ukija kuzaa utanyonyesha miaka 2. Utakataa kushiriki mwenzi wako miaka 2 na miezi 9. Hapo utamkuta binadamu. Utakuta binadamu ameshaenda. Kipindi kilichopita nilikwambia anaenda kijiji cha Isaya. Unakikumbuka kijiji cha Isaya? Ile Isaya sura ya 4 mstari wa 1. Anasema wanawake 7 watamshika mwanaume mtu mmoja.
Kila mtu anasema tutavaa nguo zetu na kula chakula chetu, utuondolee aibu yetu. Sasa ukicheza na unajua, katika maswali dokta, unakumbuka wanaume wanalalamika, hasa ni wanaume waliookoka wanalalamika. Si unasoma zile message, wanasema sisi wanaume tuliookoka tunateswa sana na wake zetu, kwa sababu wanasema tumeokoka, tutaenda wapi? Hatuna pa kwenda. Kwa hiyo sisi ni kutumikia vifungu ambavyo havipo. Mwanamke, usimtesa huyo baba aliyeokoka. Huyo baba aliyeokoka inawezekana wewe umeshamwangusha sana, kwa sababu umempa nafasi aende kule nje. Unakataa miezi 9, unakuja kukataa tena miaka 2. Unasema ataenda wapi? Ameokoka. Narudia tena, mwili hauokoki, macho hayaokoki, inaokoka roho. Macho kujua vitu vizuri yanajua, na mwili kukosewa haki yake, unajua hapa nimekosewa haki yake. Na mwili unatakiwa uishi kama Mungu alivyo ufanya uishi. Kwa hiyo sasa ni kitu kibaya. Maswali mengi inaonesha ni wanaume wa kirokora lazima wanatutesa sana sisi tuliookoka. Wanasema tutaenda wapi? Si ndio dokta? Mimi mpaka nikacheka nikasema jamani, wachungaji wanatakiwa waione hii kazi, kwamba kumbe waliookoka wanateseka. Sasa kitabu cha Maombolezo pale, kitabu cha Maombolezo tunasoma pale, kitabu cha Maombolezo Maombolezo pale, Maombolezo sura ya 5 mstari wa 7. Maombolezo sura ya 5 mstari wa 7 pale tusomee. Maombolezo 5:7. Neno la Mungu linasema, baba zetu walitenda dhambi hata hawako, na sisi tumeyachukua maovu yao. Baba zetu walitenda dhambi hata hawako, sisi tumechukua maovu yao. Kwa mtu anabeba vitu ambavyo haviko kitaalamu. Na kama una shida, mwanamke ambaye umeokoka na mchungaji wako, kaulize kwa mchungaji, hiki kinakaaje? Atakueleza mchungaji. Ukiona vipi, kaulize kwa daktari. Wako madaktari mabingwa wa magonjwa ya wanawake, madaktari wabingwa wa watoto, madaktari tu wa kawaida wa maphysician. Muulize. Lakini ukianza kufanya bila kuwa na ufahamu, ukakosa maarifa, utakosa ndoa, utakosa watoto. Sasa hapo ndoa nyingi sana za Kikristo ziko katika hatia hiyo. Huyu baba anapewa mfungo wa miezi 9, akimaliza mfungo wa miezi 9 anapewa mfungo wa miaka 2, ananyonyesha. Pana mtu hapo kweli? Hapo hamna mtu. Kwa hiyo ndoa yako, na unajua shetani ndo anakufundisha hivi. Anasema kataa, itakuwa hivi. Kusudi nini? Anajua ukikataa anamchukua anampeleka kule nje. Lakini dokta, naomba, siku zile ulitufafanulia vizuri sana, pamoja na mchoro ulikuwepo pale, kuonyesha jinsi ambavyo ni kitu ambacho hakina madhara kabisa. Karibu dokta. Asante sana. Nafikiri ni swali ambalo watu wengi limekuwa likiwasumbua, ila ni kutoe wasiwasi kwamba kulingana na maumbile ya mwanamke na vile ambavyo Mungu amemuumba mwanamke, akiwa mjamzito, mtoto anakuwa ndani, tunaita mji wa kizazi au mfuko wa uzazi. Kwa hiyo yule mtoto anakuwa salama, kwamba hakuna mawasiliano yoyote ya nje yatakayoweza kwenda ndani ya ule mfuko wa kizazi, kwamba ule mtoto ni kama amewekwa ndani ya mpira. Kwa hiyo ule mfuko una kifundo umefungwa, ama mfuko umeumbwa tu, yani ni wa mviringo? Maana kama una kamlango labda ni yako. Ndio. Kwa hiyo tukisema tuna kitaalam tunaita uterus. Yaani uterus ni mfuko wa uzazi. Ule mfuko wa uzazi sasa una mwendelezo mpaka huku njia ya uzazi ya kike, ambao tunaita mlango wa kizazi, mpaka sasa nje kabisa. Sasa pale mimba inapotungwa, yule mtoto anaumbika tena ndani ya ule mfuko wa kizazi,
anakuwa anatengeneza, yani anakuwa ndani ya mfuko mwingine ambao tunaita placenta. Kwa hiyo ule mfuko ambao sasa ndo mtoto anaumbiwa, ule hauna mlango. Ila hii njia ya mwanamke ina mlango, mfuko wa uzazi. Kwa hiyo mtoto anakuwa ndani ya mfuko mwingine ambao tunaita placenta, kwa Kiswahili tunaita kondo la nyuma. Kwa ile kondo la nyuma ndio ambayo imemfunika mtoto, haina mlango wala dirisha. Kwa hiyo mtoto anapokuwa inaendelea kukua lakini na ule mfuko wa uzazi wenyewe ambao unabaki mtoto akizaliwa, na lenyewe lina uwezo wa kukua kule ndani. Kwa hiyo ule mfuko ambao umebeba mtoto ambao ni placenta wenyewe una maji kwa ndani. Kwa hiyo mtoto anakuwa anaogelea kwenye maji. Lakini pia kitovu hiki kinakuwa sasa kinaunganisha, ni mishipa ile, kitovu ni mishipa ya damu. Kwa ile mishipa inaenda kwa mama ili awe anapata chakula kwa njia ya mshipa kutoka kwa mama. Kwa hiyo mtoto anakula ni damu tu kwa mama. Damu ile inakuwa imebeba virutubisho. Kwa hiyo vinakuwa vinaenda, mtoto anakuwa anapata kwenye mwili wake kama kawaida. Lakini nilisema kwamba viungo vya mtoto ana vipindi vitatu ndani ya tumbo. Kuna awamu ya kwanza, ya pili, ya tatu. Awamu ya kwanza ni miezi 3 ya mwanzo. Ambao pale miezi 3 ya mwanzo toka mtoto atungwe tumboni, ni utengenezwaji wa viungo mbalimbali vya mwili, ikiwemo moyo, figo, ikiwemo mapafu. Ni vitu ambavyo ndani ya miezi 3 inakuwa imekamilika tayari kule tumboni. Sasa inabaki hatua za kukamilisha, kadiri siku zinavyoenda, hatua ya kukamilisha miguu, mikono, uumbaji huo unakuwa unaendelea. Kwa hiyo sasa ninachotaka niseme ni kwamba hakuna mawasiliano ya ndani na nje. Kwa hiyo kwamba mtoto ule mfuko ukipasuka, labda mtoto siku ukishapasuka, tunaita chupa imepasuka. Ni lugha ambayo imezoeleka sana. Mama, chupa ikipasuka, pale ndo kuna mawasiliano ya kutoka nje na ndani. Kwamba hata mama akifanya labda kwa mfano tendo la ndoa na mume wake, mfuko ule ukipasuka, ile ni namna mojawapo ambao mwanamke tunashauri asifanye tendo la ndoa, kwa sababu tayari kuna mawasiliano. Sasa mfuko unapasuka wakati wowote au? Lakini hapana, ule unapasuka ni wakati mwanamke yuko kwenye hatua ya kujifungua. Sasa dokta, wakati huo mama yuko katika hali ya kujifungua, ana uchungu mkali, ataweza kufikiria hilo jambo tena? Hapana, ikifika katika somo lililopita nafikiri nilizungumza vitu ambavyo mwanamke akiona baba anatokwa damu wakati wa ujauzito, anatokwa na maji, anatokwa tumbo linamuuma. Hii ni hali ambayo mwanamke anatakiwa aende kumwona daktari. Ataambiwa shida ni nini na afanye nini, asifanye nini. Hivyo ni vitu ambavyo ataambiwa. Lakini sasa pale mwanamke ambapo hana changamoto yoyote, ni mjamzito, hata kama ni miezi 9, anaruhusiwa kuendelea kushiriki na mume wake, kwa sababu hakuna madhara yoyote yatakayotoka nje, hakuna mawasiliano yoyote, kwa sababu njia ile ya mwanamke iko mbali sana na kule mtoto alipo. Na nimesema kwamba mtoto yuko kwenye mfuko ambao kitaalamu tunaita sterile, yani yeye hana kabisa mawasiliano na nje ya kwamba ile njia ya mwanamke kwa namna yoyote, na iko mbali, yani ina sentimita kadhaa kama 4 mpaka 8. Yani kule kwenye mfuko umefungwa, una maji. Alafu sio tu hivyo, uko mbali kabisa. Alafu pia mlango umefungwa. Ile njia pale imefungwa. Ndio maana tukienda kujifungua kule wanauliza sentimita. Imefunguka? Njia haijafunguka. Utasikia hiyo njia haijafunguka. Kwa sasa ule ni mlango wa kizazi, unakuwa umefunga kiasi cha kwamba haiwezi kuruhusu uchafu wote kutoka nje ukapita. Labda tu ukianza kufunguka na yale maji yametoka au umefunguka, ndio uchafu unaweza sasa kwenda. Lakini hiyo ni dalili mwanamke hawezi kufunguka njia. Yaani mlango hawezi kuanza kufunguka hajaanza kupata dalili ya kuanza kujifungua tumbo kuuma na nini. Hiyo ni hatua ya mwisho kabisa ya mwanamke. Lakini daktari, unaikumbuka swali moja lilikuwa linatuchekesha pale kwamba
Unasema kwamba ni mbali na mlango umefungwa. Lile swali linasema, je, mtu akiwa na vurugu kali anasema akiwa na vurugu kali mlango ufunguki? Hapana, ni mbali sana. Alafu ule mlango haufungi, yaani jinsi ambavyo Mungu ameumba, yaani hauwezi kufungua kwa namna yoyote, kwa sababu ile ni vichocheo ambavyo mwili wenyewe utazalisha kuifungua, wala si kwamba yaani unafungua tu kwa vidole, yaani haiwezekani. Hata nyinyi madaktari hawezi kufungua. Ni kwamba ndio maana pana njia isipofunguka mwanamke, njia nyingine ya kujifungua ni kwa njia ya operation. Kwa sababu ule mlango unajifungua ni vichocheo vya mwili vyenyewe vinaenda pale na kufungua ule mlango. Kumbe sasa daktari, tunashukuru sana. Tumeshagundua sasa kumbe usalama ni mkubwa sana. Ni mkubwa sana. Sasa mwanamke mwenzangu, daktari hapa anatuthibitishia kwamba umbali wa mambo yanapoendelea na kule mtoto aliko ni mbali sana. Halafu anasema kuna njia imefungwa ambayo hata mimi ni shahidi. Kabla hujajifungua ni lazima ile njia ifunguke. Isipofunguka ni wanakupasua. Hawafungui kwa mkasi wala kwa nini. Halafu pia kingine kinathibitisha kwamba mtoto yuko ndani ya maji. Ili ujifungue ni lazima wanakuuliza chupa imepasuka. Isipopasuka chupa, wanaingiza mkasi, wanakata. Wakishakata maji yale yanatoka, ndio processes zingine zinaanza. Kwa hiyo sasa tumeambiwa sasa kitaalamu, sasa tuachane na mapokeo. Kitaalamu kwamba mtoto aliko yuko ndani ya mfuko, yuko mbali sana, kwa hiyo hakuna madhara yoyote. Na sasa kama pia bado unaendelea kujisingizia kwa hicho kitu, mimi nasema ni vizuri sana, kwa ushauri kama mimi, lakini pia kama mtumishi wa Mungu, ni vizuri ujitahidi namna utakavyolinda ndoa yako. Kwa sababu tayari katika kitabu cha Wakorintho, hatutasoma tena leo, sura ya 7 pale, anasema kwa sababu ya zinaa, mwanaume awe na mke wake mwenyewe na mwanamke awe na mke wake mwenyewe na awe na mume wake mwenyewe. Hapo anasema msinyimane. Kila mtu ampe mwenzake haki yake. Hapo Mungu ameshaona kwamba kuna umuhimu wa kuwa mtu na mke wake, mtu na mume wake. Sasa ili ulinde ndoa yako, njia mojawapo nyingine ya kulinda ndoa yako ni jambo hilo. Sasa kuna wanawake wengine dokta, nadhani ndio kwa hospitali nawaona akiwa na mimba. Yaani sasa na mimba, yaani kila kitu na mimba, kupika chakula na mimba, kufanya kazi za nyumbani na mimba, kutembea na mimba, mpaka hilo lingine na mimba, miezi 9. Ujue kuna hatari pale. Lakini daktari saa nyingine wakija au mwa mnawaelimisha. Kwa sababu ndoa nazo zinaharibika sana. Labda mimi siko upande wa wanawake, na nafikiri ni mengi zaidi ukisikiliza, labda tukikaa na wale madaktari ambao wanakuwa wanahudumia wanawake, yaani unakuta iko sababu. Unaona kipindi kingine tumlete daktari wa wanawake. Ni kweli. Ndio. Kwa hiyo kuna haja kubwa sana. Mimi siko upande huo, kwa hiyo sikutani nao wengi. Lakini nimeshawahi kuona kuna mtu na mke wake walileta mtoto, alikuwa na shida. Lakini pia sio mimi kwamba nilikuwa nawaona, kuna daktari mwenzetu alikuwa nawaona. Lakini mazungumzo yaani walikuwa wanazungumza tu kawaida, mazungumzo yao yalienda mbali sana tu, kwamba mwanamke tu akawa hajisikii, akawa analalamika. Yaani yeye hata mume wake akienda huko ni sawa tu. Lakini si kwa sababu hajaokoka, pengine tu ni sawa tu. Usiseme hajaokoka, wengine wameokoka hawajali. Kwa sasa imefika mpaka ni shida kubwa ambayo ipo katika jamii na inawagusa watu wengi. Kwa hiyo ni vizuri pia watu wakapata maarifa kama nafasi hiyo inapatikana. Sana kabisa. Hata wachungaji na pia nadhani pia na wenyewe wana kazi hiyo kubwa. Lakini mwanamke, njia mojawapo ya kulinda ndoa yako ni hiyo. Na mimi napenda kuambia wanawake, kwa sababu mimi nadhani hilo ndio hitaji kubwa, kwa sababu ya zinaa. Kila mwanaume awe na mke wake na kila mwanamke awe na mume wake. Kwa sababu huyo mume wako kabla hajakuoa, nguo anaweza kufua huyo, na chakula anaweza kupika huyo, anaweza kula kwa mama ntilie, anapeleka nguo zake kwa dobi. Kwa hiyo usije kadhania kwamba umeenda hapo ni kwa kufua nguo.
kwa sababu nguo zinapelekwa kwa dobi, chakula anakula kwa mama ntilie. Kwa hiyo ujitathmini sana, kwa nini umekaa hapo, na ili uilinde ndoa yako. Silaha mojawapo ya kulinda ndoa yako ni kuhakikisha unatimiza huo wajibu wako, na usitafute visingizio vya na mimba sijui na nini vitu gani. Kwa hiyo dokta, tunakushukuru sana pale. Yes. Lakini dokta, pia swali lingine ambalo limekuwa likiulizwa mara nyingi sana sasa, hili nalo limeulizwa sana. Wanauliza, je, mwanamke anayenyonyesha akishiriki na mwenzi wake, wanadai kwamba yule mtoto anayenyonya ataharibika kwa sababu maziwa yanachafuka. Kwa hiyo hapa pia tutataka kujua uhusiano wa maziwa na ule ushiriki wa lile tendo. Maziwa yanachafukaje? Hili ni swali limeulizwa sana, na wewe unajua pale kwamba huyu mwanamke anayenyonyesha akishiriki na mwenzi wake eti maziwa yatachafuka. Kwa hiyo tunataka kujua kitaalamu, ni kweli maziwa yanachafuka? Na kama yanachafuka, yanachafukaje? Hilo la kwanza. La pili, wanasema kwamba mwanamke anayenyonyesha, wakati ananyonyesha mtoto wake akiwa mdogo, akipata mimba, anatakiwa asimnyonyeshe yule mtoto. Akimnyonyesha yule mtoto yule anaharibika. Yaani yeye akishiriki tu na mume wake, au hata akipata mimba wakati ananyonyesha mtoto, asimnyonyeshe, kwa sababu maziwa yale akishakuwa mjamzito yanachafuka. Hilo nalo utatueleza, je, mwanamke huyu anayenyonyesha akipata ujauzito ni kweli maziwa yanachafuka? Maana hili swali limeulizwa sana, pamoja na kwamba tulijifunza kule. Hilo tunataka kujua. Na pili, wanadai kwamba huyu mtoto anayenyonya akinyonya maziwa ya mama mwenye mimba ama maziwa ya mama aliyeshiriki na mwenzi wake, wanadai kwamba huyu mtoto anaharibika. Yule bibi alituambia anafanya nini? Anamsira. Yule bibi akatuambia mtoto huyu sisi tumepata na mazungumzo mengine kwa bibi. Anasema mtoto huyu anakuwa amemsira. Hicho ni Kinyamwezi. Lakini akasema mwingine akasema amefanya nini? Amembemenda. Anasema mtoto anakuwa amembemenda. Sasa na akaulizwa pale akasema dawa ya kubemenda ni kufanyaje? Akaeleza kwamba unachukua mizizi ya migomba, unachemsha, unaweka chini ya kitanda wakati unashiriki kwa na mwenzi wako. Yaani lile kalai la mgomba na maji linakuwa huku chini, wakati hapa juu wamelala wanaoshiriki na mwenzi wake. Baada ya pale yale maji wanachukua alfajiri, watamwogesha yule mtoto. Wananawia kwanza wao wakia. Dokta umesahau. Akatuambia wanafanyaje? Anasema yale maji yaliyowekwa hapa, wamechukua mzizi wa mgomba, wamechemsha, halafu wameweka chini ya kitanda, halafu wenyewe wamelala hapa juu. Wanaendelea kushiriki na mwenzi wake. Wakimaliza asubuhi wanachukua yale maji, wananawa ule uchafu, wananawa. Halafu wakimaliza, dokta alisema wanafanyaje? Alfajiri watamchukua yule mtoto mlangoni, wakiwa hawasemeshani, watamuogesha. Halafu yale maji wanaenda kumwaga barabarani, sikumbuki vizuri kwa njia panda, sijui panda. Halafu sasa wakifanya hivyo, maana yake yule mtoto anakuwa salama, hajabemendwa na hapati madhara yoyote. Unaona sasa unaona hivi vitu ni vitu vya ajabu. Mwanamke uliyookoka, kwamba ukachukue mzizi wa mgomba, halafu uchemshe maji, uweke chini ya kitanda, halafu ushiriki na mwenzi wako juu, halafu alfajiri ikifika mnatawazia yale maji, halafu yale maji machafu kabisa anaenda kuogeshewa mtoto mlangoni, halafu mnayachukua yale maji mnamwaga njia panda, eti ndio dawa ya kutokumbemenda mtoto. Sasa hivi vitu vyote ni vitu vya kiganga na kichawi, na unakuta mtu aliyeokoka anashiriki hivyo vitu. Na hata kama hujaokoka unapoteza muda wako, halafu unamshikamanisha mtoto wako na miungu mingine na mizimu.
na maagano mengine, kwa sababu Mungu katika Yesu Kristo ni neno. Lakini ukishaanza kuchukua mzizi, unaenda kumwogeshea mlangoni, unaenda kumwaga njia panda, huo ni uganga. Labda Dokta, tusomee maandiko pale, kitabu cha Marko sura ya 7 mstari wa 6 mpaka wa 8 pale, tuone hapo inavyokuwa pale. Marko mtakatifu 7 kuanzia mstari wa 6 mpaka 8. Neno la Mungu linasema, akawaambia, Isaya alitabiri vema juu yenu ninyi wanafiki, kama ilivyoandikwa, watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Ninyi mwaiacha amri ya Mungu. Mnaiacha amri ya Mungu, neno la Mungu, na kushika mapokeo ya wanadamu. Na kushika mapokeo ya wanadamu. Kwa hiyo watu wanaacha neno la Mungu, linawaongoza nini? Wanaacha sheria ya Mungu, inawaongoza nini? Biblia inasema mnashika mapokeo na mafundisho ya kibinadamu. Ndio hayo watu wanatumikia. Ameokoka lakini anafanya vitu vya kiganga. Ameokoka anamwogesha mtoto maji ya mzizi. Ameokoka anaenda kumwaga njia panda. Sasa hivyo vitu vinakaaje? Hata kama ni Mkristo vinakaaje? Anasema mtu ni Mkristo. Huyu ni Mkristo kweli? Mkristo yuko katika neno la Mungu. Mkristo yuko katika sheria za Mungu. Mkristo yuko katika neno la Mungu. Hivi vitu watu wameokoka wanavitumikia. Na anakuja saa nyingine pale mama yake au bibi yake au nani, anaanza pale amekuja kujifungua, amekuja kumsimamia ajifungue. Akishajifungua, badala ya kufuata kanuni za kitaalamu kama hivi daktari anavyotuambia na neno la Mungu linavyotuongoza, basi yule pale anaanza kufundishwa mapokeo kwamba ukijifungua lazima ufanye hivi, ukijifungua lazima ufanye hivi. Ni lazima mwana wa Mungu ukae katika neno la Mungu. Ukifanya vitu vingine vya mapokeo na hizo hadithi za kizee, unatumikia miungu mingine. Hebu tuende kitabu kile cha Wafalme wa Pili sura ya 21 mstari wa 6 pale. Wafalme wa Pili sura ya 21 mstari wa 6. Wafalme wa Pili sura ya 21 mstari wa 6. Neno la Mungu linasema, akampitisha mwanawe motoni, akatazama bao, akafanya uganga, akajishughulisha na hao wenye pepo wa utambuzi na wachawi, akafanya mabaya mengi machoni pa Bwana hata kumkasirisha. Naam. Kwa hiyo kuna vitu vingine tunavifanya ni kumkasirisha Mungu, na matokeo yake sasa tukivifanya vitu kama hivyo, unajikuta udhihirisho wa nguvu za kimungu katikati ya mtu haupo. Hata wakati mwingine udhihirisho wa nguvu za kimungu katikati ya kanisa haupo. Kwa sababu wale wote watu wanaoabudu tayari wameshafanya uganga, wale wote wanaoabudu tayari wameshafuata hadithi za kizee, wale wote wanaoabudu tayari wana mapokeo. Kwa hiyo unakuta udhihirisho wa nguvu za Mungu pale katikati ya watu unakuwa haupo. Matokeo yake watu wanaanza kutafuta njia mbadala. Sijui tumia hiki, sijui tumia hiki, sijui tumia hiki, sijui tumia hiki. Ni kwa sababu zile nguvu za Mungu ambazo zilitakiwa ziwepo pale asilia, mahusiano na Mungu, hayapo. Hao watu tayari wameshajichanganya. Ninakushukuru sana Dokta. Na bado tunaendelea na maswali, na naamini kwamba kipindi kinachofuata tutaendelea na maswali hapo tulipoishia. Mungu akubariki sana. Asante kwa ajili ya muda wako. Naamini kwamba umepata kitu. Na leo tumekuwa tunashughulika sana na maswali yale ambayo yanajirudia mara nyingi. Tumefikiria kwamba tusiyapuuzie, tuweze kuyapitia hata japo ni kwa haraka. Asante sana kwa kuwa tulianza na Mungu, na ona tumalize na Mungu pia. Usiache kutazama kipindi chetu siku ya Alhamisi saa 11:30 mpaka saa 12:30. Marudio yake ni siku ya Jumamosi saa 7:30 mchana mpaka saa 8:30 mchana. Tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu tunakushukuru Mungu kwa ajili ya wema wako. Asante Mungu kwa ajili ya mafundisho haya. Naomba Mungu mafundisho haya yakakae katika mioyo yetu, yakatuletee mabadiliko ili tuweze kukuabudu wewe katika roho na kweli. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen.